Mtazamaji wa Kawabe Media, karibu kwenye mbelenge za michezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Master Tindo, naenda kuzungumza na mambo mbalimbali hususan kwa soka letu, mambo ambayo yanaendelea. Master Tindo, habari sasa? Salama. Kwema kabisa. Mungu anasaidia. Namshukuru Mwenyezi Mungu anasaidia, mambo yanakwenda kuna kucha, lakini mambo yanakwenda vizuri. Master, tuanzie hapa. Kuna swala ambalo linakuwa linagonga vichwa vya habari vya michezo. Ili swala watu tokea Machi 8 kuna vitu vingi sana vinaendelea, na kadri siku zinazidi kwenda kuna vitu vinazidi kuibuka. Pengine hivi vitu ambavyo vinaibuka sasa hivi watu wakasema ni hivi virabu vyetu kuvipa meno, na meno ameng'ata zaidi. Mpaka leo tunaona Young Africans na bodi ya ligi, huyu taarifa kwa umma. Master Tindo, hiki afya ya soka imekaa kaje? Hii haijakaa vyema kwa afya ya soka. Ni shida, kuna shida katika soka letu, hasa na shida ya kiutawala, TFF, bodi ya ligi na hivi vilabu vyetu. Kuna shida, na shida hii inatokana na kufanya kazi kwa mazoea, kutofuata taratibu. Mwisho wa siku ndo haya yanatokea. Unajua kuelekea hii scenario ambayo ipo kwa sasa, ukiangalia kwa mtazamo wa kwanza moja kwa moja unaweza ukailaumu Young Africa kwamba kwa nini nafanya hivi, lakini kama unaangalia scenario hii kuanzia Machi 8 mpaka kufikia hii leo, nadhani hutoweza kuwalaumu Yanga kwa sababu kwanza kuna hiyo ieleweke, kuna msuguano mkubwa sana kati ya Young Africa, TFF pamoja na bodi ya ligi muda mrefu, apart from hii ya tarehe 8 mpaka hivi. Na kama unakumbuka, kama si mwaka jana 2024 au 23, Young Africa nakumbuka walikuwa moja kwa moja waliitwa na waziri mwenye dhamana ya michezo pamoja na TFF kwenda kuwaweka sawa, kwa sababu ilionekana kwamba hawapo sawa. Kwa hiyo hii inaonyesha kabisa kwamba msuguano hujaanza leo, ila huku tu ndiko kulikotoboka. Kwa hiyo moshi unatokea hapo. Kiukweli ukiangalia sakata leo kiujumla, na Young Africa wana madai ya msingi ambayo wanadai kabisa. Na ukiangalia kwa jicho la haraka unaweza kama ukiamua uvue jezi uwe neutral. Unaona kwamba hiki anachokipigania Yanga kitakuwa katika maslahi makubwa ya soka pamoja na vilabu vingine vyote vinavyoshiriki ligi, lakini vile vinavyosimamiwa na TFF, kwa sababu Young Africa wanataka kanuni ifuatwe, ambayo kanuni huwa inawekwa inawekwa kabla ya msimu husika kuanza. Kwa hiyo ifuatwe. Unaelewa kama hiko? Na TFF wanaonekana kwamba kuna bodi ya ligi na TFF kuna linkage fulani imetokea, na kwa hili wao hawana pakutokea, kwamba ukiangalia scenario ya kugairisha mchezo wa kwanza wa Machi 8 pale ndo palianzia shida pale. Kwa nini? Ukiangalia mazingira ya kualisha ule mchezo utaugundua kama sio mazingira ya kiofisi. Ni mazingira tu ya kusema hii inawezekana, hii tufanye hivi maelekezo, mwisho wa siku mchezo umegairishwa. Na tumezoea huko zamani vitu vinakwenda kama hivi vinaisha hivyo, lakini sasa tunakwenda twende kiweledi. Ndio maana Yanga anakomalia hapo, na Yanga anaona na kitu, ndio maana anakomaa hapo, kwa sababu anajua kuna makosa TFF wameyafanya, na Yanga yupo katika right angle, ndio maana wamebana TFF. Mimi binafsi mtazamo wangu katika hili swala, niliona Yanga baada ya kwenda CAS kwenda kulalamika na CAS kuwarejesha waanzie katika vyombo vya ndani, TFF wao kama custodian number 1 wa mpira Tanzania, nadhani pale ndio kwa mwanya mzuri kwa wao kulisawazisha hili, kuwaita Yanga mezani, kuchutama kwamba bado hapa kuna makosa yamefanyika, wakiwa ndani, kwa kuokoa mpira wetu tutoke na jambo moja ambalo tunakwenda kumaliza hii ligi na kusawazisha haya matatizo au makosa ambayo mmeyaona. Kwa mfano kuwajibishwa kwa bodi ya ligi, tena bodi ya ligi kwa scenario ile iliyotokea, wala wasingesubiri Young Africa wa demand wenyewe tu wangeona hapa kwa manufaa soka. Kwa nini unganganie? Hilo la kwanza. Lakini lingine, kuna njia nyingine kama hili haliwezekani, Yanga amekomaa, TFF ina kamati ya utendaji, wangeita kikao cha kamati ya utendaji, ingewaita vilabu vingepiga kura. Kwa mfano Young Africa madai yake, anataka bodi huru, anataka katibu mkuu wa TFF ajiuzuru, anataka Almas Kasongo CEO wa bodi ya ligi ajiuzuru. Wangeita kwa sababu bodi ya ligi ni memba wake ni vilabu vyote vya ligi kuu. Mmoja wa memba anasema vile ametoa malalamiko yale, wengine wanakuja wanapiga kura. Wengi wape, wachache wasikilizwe.
Kwa mfano, msimu uliopita tu kule England katika ligi kuu ya kandanda ya England, kuna timu inaitwa Nottingham Forest. Ilipata madhara makubwa sana kutokana na VAR. Kuna matukio ambayo takriban 8 ya makubwa kwa VAR kwa kutokea katika kwa timu hii ya Nottingham Forest. Lakini baadaye katika review ilionekana kwamba kuna makosa yamefanya VAR, maamuzi ya VAR kuelekea hiyo. Kwa hiyo wale hawakunufaika na walipigana mpaka mwisho wa siku wakawa walijinusuru kushuka daraja. Wakawa nafasi ya 17. Wale wakakomplain kwamba VAR haitusaidii, VAR inazidisha tatizo, hatuitaki, tunachotaka tusitumie tena. Wale wakaita members wote wa ligi kuu, ikapigwa kura. Bado mnahitaji VAR ama muhitaji, kutokana na hili ambalo huyu amewasilisha. Mwisho wa siku Nottingham Forest alipata kura moja pekee ambaye alipiga mwenyewe. Vilabu vingine vyote vilisupport VAR iwepo. Mambo yakaishia pale na msimu huu VAR ikaendelea. Kwa hiyo hilo likaishia pale. Wakamaliza kwa namna hiyo. Hata TFF wangeita vilabu vyote vya ligi kuu, zipo 16. Bado kuna swala hili na hili, huyu ameshauri hivi, mnasemaje? Tupige kura. Basi majibu naona hata Yanga Afrika mwenyewe angeridhika kama amekataa, vilabu member wenzake wangekataa, wamekataa. Kama wamekubali, TFF wangejua jinsi gani sasa wanalimaliza vipi. Baada ya vilabu vyote wanakuwa swali aliloanzisha Yanga ni la kweli, vilabu via vimesupport. Nalo hiyo njia nyingine ya kidiplomasia ya kumaliza hili swala. Lakini mpaka sasa, lakini kitu kingine, unamwona rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Wallace Karia yupo kimya mpaka hii leo. Katulia tu kimya. Katulia. Najua TFF ni taasisi. Yeye ndio kiongozi wa taasisi kubwa ambayo inagusa katika mioyo ya watu. Yupo kimya. Kwa mfano, TFF inachafuka. Unaelewa? Mpira sasa hivi uchezwe, badala kucheza uwanjani unacheza katika mitandao ya kijamii. Unaelewa tu Michael? Watu wanadharau, imefika mpaka wakati inakuja mmoja mdhamini wa CRDB amekuja kuclarify kwamba sisi madeni waliosema Yanga sisi tushalipa, hatuhusiki. Yaani mdhamini anakuja kusema, rais chairman umekaa tu kimya. Why? Wakati wewe ndio kiongozi na hii vitu vyote vipo chini yako. Kwa nini usitoe tamko? Alipata azungumze, address umma kwamba hili swala hivi na hivi, kama kukemea, kama kulimaliza, kama mfano yeye aje pale. Kwa mfano, atufuatilia mambo ya politics, mambo ya siasa. Wakati mwingine mambo mengi yanazushwa ama yapo yametokea hivi na hivi, mitandao ya kijamii, jamii inasema hivi. Rais haiti rais wa nchi Mama Samia haiti press kuzungumzia lile. Anaweza kawa na mambo mengine ya kiserikali ama ya kichama. Kwa hiyo ni mkubwa, lakini wakati mwingine anagusa yale mambo. Kuna hili limezuka hili, anatoa ufafanuzi kwa namna moja ama nyingine. Na lile swali linaishia pale pale. Baada ya hearsay na minongono ya watu inaisha, mambo mengine maisha yanaenda. Yeye ni rais wa TFF, yupo kimya. Of course ana vyombo amevichagua ndio vinafanya kazi, lakini vyombo vimeshindwa kwa sababu alipaswa yeye azungumze. Kauli yake ndio ilikuwa kauli ya mwisho na kauli watu wangesimama hapo. Kwa sababu kauli ya rais inakuwa kauli ya mamlaka. Ukiangalia juzi Jumatatu kulikuwa na kikao cha kamati ya utendaji wa Yanga na bodi ya ligi. Baada ya kutoka katika kikao zile sura tu zile yani ile lugha ya picha, inaonekana bodi ya ligi walikuwa wamepwaya katika kikao. Unamwona Almasi Kasongo yeye ndio ni CEO. Mwangalie Mguto ni chairman wa bodi ya ligi. Wanaonekana kabisa walikuwa wamekwaya. Young Africa wametoka pale kwa bashasha kwa kujiamini. Umeelewa kama hiko? Bodi ya ligi waliswali wamelishindwa. Ndio maana wamepeleka katika kamati ya utendaji ya TFF waamue ile swala. Kamati ya utendaji ya TFF chini ya ya rais. Ni wakati kutoka kuzungumza kumaliza ile swala. Kwa nini swala linaendelea? Tuna miezi mitatu. Baada ya kujadili mambo mengine, maendeleo ya soka, kujadili mambo mengine, tunajadili tu dabi, tunacheza. Amekaa kimya. Kama anaona yani mimi ninachomaanisha mwenye haki apate. Kama Yanga wana haki wapewe haki yao. Kama bodi ya ligi ndio ni haki wapewe haki yao. Kama kuna mujibu wa kufuata kanuni na sheria ufuate. Lakini pamoja inaonekana kwamba wameshindwa kufuata hivyo kwa sababu wenyewe walikuwa wakiukaji wa kanuni. Unaelewa kama hiko? Kwa hiyo ili soka lichezwe, ladha ya soka imeharibika. Sasa hivi hakuna tena anayejadili ligi itaishaje. Ligi mwaka huu, mchezo huu wa Simba na Yanga ndio ungetoa picha nani atakuwa bingwa, sababu ukiangalia Young Africa na pointi 73, Simba na pointi 72, tofauti alama moja. Bado michezo miwili na huu wa tatu ambao unazungumzwa. Kwa hiyo mchezo huu ndio ungetoa picha nani anakwenda kuwa bingwa. Kama mchezo huu tuchezwa, kwa nini bingwa patikane mezani? Na kulikuwa na uwezekano mchezo uchezwe, ungewezekana. Kwa nini hivyo? Unaharibu taratibu zote. Na Young Africa jana wamesema ikiwezekana hata mchezo ulibaki wasicheze mingine hiyo miwili. Sasa kutakuwa na ligi kweli? Ligi itaharibika. Itakuwa imeharibika. Ile ladha, hata kama mfano Simba anapewa ubingwa, ladha itakuwa imeharibika. Unajua ladha ya ubingwa watu wapambane. Wapambane, hilo la kwanza. Lakini lingine usingekuwa inahusisha Simba
na Yanga. Yaani Yanga na timu nyingine. Simba ingekuwa innocent team, lakini mchezo huu naye Simba anahusika. Yaani tuseme yani moja ya kuvurugika huko. Vilabu vile vimesababisha Simba, Yanga na bodi ya ligi. Katika hao watatu wasinufaika hata mmoja. Kimaamuzi asinufaika hata mmoja katika haya. Kwenye haya asinufaika. Yeye asinufaika hata mmoja kwa sababu wote hao ndio wamesababisha hayo yatokee. Ukimpa Simba point, yani ukimpa Simba point mchezo labda umpa Simba point, afa anakwenda kuwa bingwa, utakuwa hujatenda haki. Ukimpa Yanga point, alafu nini ukimnyima Simba, Yanga anakwenda kuwa bingwa, hujatenda haki. Bodi ya ligi kama hajadhibiwa, hujatenda haki. Cha msingi yani mpaka kuwe na maelewano kabla ya mchezo kufanya maamuzi, aidha uchezwe au usichezwe. Kuwe na maridhiano pande zote mbili ambayo muumize mtu wote. Mwisho wa siku watu waridhiane. Mwisho wa siku 90 zikaamue nani atakuwa bingwa. Yaani usiende kuchukua ubingwa kwa mezani, 90 zikaamua. Watu wacheze. Mwenye ushinda pale ndo ana asilimia kubwa ya kwenda kutoa ubingwa. Yanga kama wanajiamini, waende uwanjani, Simba kama wanajiamini waende uwanjani. Kama mambo yote yatakuwa yameweka vizuri, yamekaa vizuri. Lakini kama mambo yana hivi ndio maana mpira yani kama mambo bado kutoweka vizuri kabla kuelekea maamuzi wa mchezo ndio tunasababisha hayo yote. Mimi ninachoona kwamba kama mtu kuwajibika kwa maslahi ya mpira. Unaelewa kutoka hiyo? Nakuelewa. Kama mtu siku kuadabishwa waangalie, sababu mfano nani huyu mwenyekiti sio tunaajiriwa. Unapata mwingine kwa ajira kama ana nini gani. Unapata mwingine. Anakuja mwingine. Kama unaona kuna umuhimu wa kuokoa hili. Katibu mkuu wa TFF nasi wanaajiriwa. Unatangaza nafasi nyingine, unafanyaje? Katika matatizo zetu tunafanya kama mtu alishaharibu kwa manufaa ya taasisi, mtu anawajibisha bana, inabidi wajibike kwa manufaa ya taasisi. Kwa sababu ingekuwa TFF ama bodi ya ligi hawajahusika hata kidogo katika kuvuruga mchezo, tungesema kweli Yanga hawana madai ya msingi, lakini nao wameplay part kubwa mpaka mchezo wa tarehe 8 usichezwe. Kwa hiyo uwajibikaji uanze kwao, alafu tunakwenda kwa Simba, kwa Yanga, wale wanataka wajibishwe. Lakini TFF waonyeshe kwamba TFF wanawajibika na mimi nasimama. Nina hakika bodi ya ligi maamuzi yale ya kutegesha mchezo hawakufanya peke yao. Maamuzi ya mchezo hawakufanya peke yao. Lazima TFF wamehusika kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu wao ndio wenye mpira, pamoja bodi ya ligi inaendesha ligi. Kwa sababu sio chombo huru. Unajua tunasema bodi ya ligi iwe huru, Yanga wanasema bodi ya ligi iwe huru. Na wao wanakiri hawana huru. Hawana uhuru huo. Kwa hiyo hawawezi kusema mechi kubwa kama ile na mechi ambayo inakwenda kufanya maamuzi waamue bodi ya ligi peke yao. Lazima TFF watakuwa wamehusika kwa namna moja ama nyingine. Angalau kwa siri watakuwa wamehusika. Sasa ukiangalia panel, kila mmoja na makosa yake. Yanga, Simba, bodi ya ligi, TFF. Kila mtu ana makosa yake. Ana makosa yake mpaka kupelekea hapa tulipo. Kwa hiyo cha msingi na kila mtu apate haki yake. Yaani mwenye makosa adhibiwe, mwenye asiye na makosa aachwe dini. Hilo ndo kubwa. Master, tumalize na hili. Kwenye mkutano na waandishi wa habari, afisa habari wa Young Africans, kuna kauli moja ambayo aliongea ikanifikirisha sana juu ya kile ambacho kilichokuwa kinaripotiwa kuwa Young Africans kahusika kwa asilimia kubwa kuwazuia Simba Sport Club kutokufanya mazoezi, na akasema kuna kigogo ambao bodi ya ligi wanamjua aliingilia kati. Pengine hapa sasa kuna watu wakasema serikali inaanza kuingia kwenye maamuzi ya kisoka ya soka. Kwa hiyo bodi ya ligi alisema kigogo ni wa serikali? Huyo kigogo ni wa serikali? Watu wanasema kigogo. Mimi siwezi kufanyia kazi maneno ya watu. Nataka Alikama angemtaja, bodi ya ligi ingemtaja, ningezungumza. Lakini sitaki hisia za watu kwa sababu Simba na Yanga kila mtu ana hisia zake. Kwa hiyo mtu mwingine atasema hivyo kwa kuvutia kwake. Unajua? Kama bodi ya ligi isema kuna kigogo wa serikali, alitupa maelekezo, tungesimama hapo. Ama Alikama akithibitisha kama kuna kigogo wa serikali, apiga simu tutasimama hapo. Lakini kwa kusema tu maneno ya vijiweni, maneno ya vijiweni, huwezi kuyafanyia kazi. Ali ya kumtaja lakini anasema kuna kigogo ambaye. Lakini mimi naona kama akibanwa vizuri anaweza kumtaja. Ali yes, huyo ndo kumbana huyo. Ndo atataja vizuri kwa maslahi ya mpira. Huyo ndo akibanwa ndo kigogo ni yupi. Yeye kamsikia nani? Ndio unajua Uswahilini kule kuna kitu inaitwa pira. Mimi nimeiba, nimeenda kuuza huko wapi, nimeuza hadi mtu watano ukikamata kila mtu tunarudi nyuma mpaka yule tunamkamata yule mwizi mwenyewe. Mwizi mkuu anakamata. Huu mzigo umetoka hapa. Kwa hiyo kwanza hapo kwa Alikamwe amesikia kwa nani? Kama bodi ya ligi ataenda kwa bodi ya ligi. Bodi ya ligi mpaka tunafika mwisho atamtaja. Lakini kwa kufanyia kazi hearsay ama hisia za watu inatuchelewesha na inatupotosha kwa watu mwingine. Master Tindo, unaamini Young Africans kwa misimu mitatu aliyochukua CRDB kulipa fedha zao kama wenyewe anavyodai? Wenyewe wanasema na wameandika barua. Unaamini hilo Master? Nilibishane na kauli kutoka kwao wenyewe. Kwa mfano
Wao wenyewe wamesema kwamba hatujalipwa, tunadai hivi na hivi, sasa mimi nitabishana vipi? Mimi TFF sasa ndo waje. Ukilipa tunabidi receipt na wepo. Receipt hizi hapa nini tunajua, lakini tumechukua kiasi fulani, tumelipa labda fee ya wachezaji kutokana na wachezaji kimataifa na niwa tunakuwa receipt. Sio zionyeshe. Apart from hapo mimi nitabishana vipi? Wakati Yanga wamesema na wametoa nini pale statement yao. Nikibishana nao mimi hamna, siwezi kufanya hivyo. Tunaungana na Young Africans ya kulipa. Mimi sijui katika hilo. TFF ndio wakuja kuweka wazi. Aidha wamelipwa ama hawajalipwa. Na leo wameenda kwa nini baada ya kikao tutajua kama wanadaiwa ama hawajadaiwi, lakini Yanga wameweka mezani na TFF wao wameweka mezani pia. Na TFF nao wamesema hao ndio wanadai Yanga. Kwa hiyo wakati mwingine ndio kuamini TFF. Ukija Yanga sisi tunawadai TFF. Unajua hakuna kitu kizuri kama maandishi. Maandishi yanasaidia sana, ni ushahidi tosha sana. Maandishi. Ndio maana hata kwenda benki hela ya kwako ukiweka unapewa maandishi, ukitoa unapewa maandishi. Master, kwa paka kufikia hapa tunaweza kusema Simba ndio mshindi, kwa sababu bila yeye kugoma kucheza ule mchezo tusingejua yote yanayoendelea. Ushindi wa nini? Ushindi wa kuvumbua baadhi ya mambo yanaendelea, yale madudu ambayo wale Scalia alikuwa anasema. Sipo kusema ushindi. Unajua ile swala hapo ndo tunapokwamisha kumtafuta nani atakuwa mshindi. Unajua? Au mkombozi, tumweke kama mkombozi wa vitu. Mkombozi, unajua mkombozi ni yule anadai ukombozi. Sasa katika hizi vilabu Simba na Yanga nani anadai ukombozi? Pengine hilo ndio pa kufikiria na kuatia wewe homework. Simba na Yanga nani anadai ukombozi? Katika hapo ndio utaangalia nani na ushindi mpaka mwisho wa ile sakata. Kwa sababu unaweza kumwambia Simba ndo mshindi, lakini mwisho wa sakata akachezeza kichwa. Au Yanga ndo mshindi akachezeza kichwa. Mshindi mpaka mwisho atanufaika katika ile sakata ndio atakuwa mshindi. Ila mpaka sasa hivi ngoma draw. Ngoma mpaka sasa hivi ngoma draw. Si Simba si Yanga. Simba si ndio alilianzisha ile swala Master. Kuanzisha si shida. Yaani kuanzisha sio shida, amenufaika nalo. Ameanzisha ameshanufaika nalo so far. Yaani pembeni. Si Simba si Yanga. Atakayenufaika na ile swala ndio atakuwa mshindi. Okay, shukrani. Sawa.